Hatimaye kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani hii leo kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo watawakaribisha KMC, ambapo Yanga ndio wenyeji kwenye mchezo wa siku ya hii leo. Lakini pia kama ambao tunafahamu mchezo utachezwa kwenye dimba la KMC Complex majira ya saa 10 kamili za jioni. Sasa hapa tayari ninacho kikosi ambacho kinatarajia kuanza moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya KMC. Na kabla sijaweza kutazama kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Hebu twende tuangazie hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya KMC siku ya hii leo. Kwa upande wa golikipa yupo Djigui Diarra. Kwa upande wa Djigui Diarra tunafahamu ni golikipa mwenye uzoefu mkubwa wa kimataifa, lakini pia utulivu mkubwa golini. Amekuwa ni mmoja ya golikipa ambaye amekuwa na mawasiliano mazuri kwenye upande wa mabeki, hasa pia ujasiri wake wa kuwa na mpira pale ambapo akirejeshewa. Tunafahamu kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves atakuwa akimtegemea Djigui Diarra kama mwanzisha mashambulizi, ambapo atakuwa akianza pasi fupi kuanzia nyuma. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, lakini pia ana uwezo wa kupanda haraka kusaidia winga, lakini pia anajua kucheza kwa nidhamu na kushuka kwa haraka. Ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa apotezi mipira mara kwa mara. Kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves atakuwa akimtaka zaidi kwamba pale ambapo Yanga wanamiliki basi yeye atakuwa anasogea zaidi kwenye eneo la mbele. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbwe Diarra. Nafahamu kwa upande wa Mohamed Hussein, huyu ni mzoefu, amekuwa ni mzuri zaidi kwenye upigaji cross, lakini pia na ustadi zaidi ya kupandisha timu. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimruhusu zaidi Shabalala kupanda mara kwa mara, lakini pia nidhamu ya kushuka kwenye eneo la ulinzi litakuwepo kwa upande wake. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Dickson Job. Tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na utulivu, lakini pia anajua kucheza pasi, ni mzuri kwenye kusoma mpira. Lakini pia kwa upande wa Job ndiye beki ambaye amekuwa kisasa zaidi, hivyo kwa upande wa golikipa atakuwa akimtumia zaidi Dickson Job kupokea mipira mifupi, lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa yuko kwenye ubora wa hali ya juu kwa siku za hivi karibuni, amekuwa na mpangilio mzuri, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi Bakari Mwamnyeto kuongoza, yani ndiye ambaye atakuwa anazungumza zaidi kupangilia ulinzi. Lakini pia kwenye upande wa viungo wa katikati yuko Duke Abuya kwenye eneo la kiungo mkabaji. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu, lakini pia na uwezo wa kuvunja mashambulizi, lakini pia ubunifu wake wa kupiga pasi kwenye eneo la mbele. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kuzuia mashambulizi, lakini pia na kuutuliza mchezo. Wakati huo pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Mudathiri Yaya. Kwa upande wa Mudathiri tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa na utulivu mkubwa, lakini pia uwezo wa kupiga pasi sahihi, kucheza box to box midfield. Lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kupanda zaidi kutokana na aina ya mfumo ambao atakuwa kuhitaji. Lakini pia Pacome Zouzoua atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Kwa upande wa Pacome ndiye ambaye tunasema kwamba atakuwa ni mbunifu zaidi na atakuwa na utulivu wa kutuliza timu namna ambavyo atakuwa akihitaji yeye kucheza huko akiingia ndani zaidi. Wakati huo pia kwenye upande wa winga pembeni kulia yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Max Nzengeli tunafahamu kasi yake, ana stamina, lakini pia na uwezo wa kupiga mipira kwenye eneo lote. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akipenda zaidi kwa upande wa Max kuingia ndani kulingana na aina mfumo ambao anaotumia. Lakini pia Celestine Ekua atasimama pia kwenye mchezo. Huyu atakuwa akicheza kwenye eneo la kushoto. Ni mchezaji ambaye tunafahamu ana ujasiri, ana uwezo wa kupiga kama pale ambapo akipata nafasi, hivi moja kwa moja atasimama kwenye eneo hilo la winga pembeni ya kushoto. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube atakwenda kusimama kwenye eneo la kushambulia. Kwa siku za hivi karibuni ni mmoja mchezaji ambaye kama hivi kiwango chake kimeporomoka kulingana na vile ambavyo amekuwa akicheza, lakini bado mwalimu anaendelea kumuamini na anaamini kwamba kuna kitu hasa ambacho kitapata